Mkuu wa wilaya ya Kwimba, Mwilabuzu Ludigija, amesema elimu ya polisi jamii na ushirikiano kati ya wananchi, jeshi la polisi na sungusungu umechangia kupungua kwa mauaji yanayohusishwa na imani za kishirikina na mila potofu wilayani humo. Ludigija amesema kwa sasa wilaya hiyo inaweza kukaa kati ya miezi 8 hadi mwaka bila kushuhudia mauaji hayo, akieleza kuwa hali hiyo imetokana na wananchi kuipokea elimu ya jeshi la polisi kuhusu ulinzi shirikishi. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, DCP Wilbrod Mutafungwa, amesema polisi kata na maofisa polisi jamii wataendelea kutoa elimu kwa sungusungu kuhusu sheria na haki za binadamu ili kuimarisha usalama na kuzuia wananchi kujichukulia sheria mkononi. Kutokana na kazi nzuri inayofanywa na jeshi letu la polisi, kwa sasa tunaweza tukakaa mwaka miezi 8 bila kushuhudia mauaji yanayoambatana na mila potofu. Hii yote ni kutokana na ukweli kwamba wananchi wamelipokea jeshi la polisi na maafisa hawa wanafanya kazi nzuri ya kuelimisha wananchi, lakini wamekuwa na ushirikiano mzuri sana na jeshi letu la jadi la sungusungu, na ndio maana unaweza ukaona wilaya iko shwari. Na mimi niwapongeze ninyi wote, kwanza kwa namna ambavyo mmeshiriki kwa wingi katika maandalizi ya kuhitimisha maadhimisho haya ambayo yanaendana na shughuli mbalimbali kama nilivyosema. Sisi huku Usukumani, huko nyuma, ilikuwa ukisikia polisi anapita au anakuja nyumbani, uwe mtoto mdogo uwe mtu mzima, ilikuwa ni kuingia uvunguni. Lakini kutokana na kazi nzuri ambayo inafanywa na waratibu hawa wa polisi jamii, lakini na askari wote, na hasa baada ya uamuzi wa jeshi la polisi kuwa na polisi kata na wakaguzi kata kwenye maeneo ambayo kuna polisi kata, imeongeza na kuboresha mahusiano mazuri kati ya wananchi na jeshi la polisi. Leo hii mwananchi haoni shida ikitokea shida kwenye maeneo yake kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi. Tuendelee kuliunga mkono jeshi letu hili. Jeshi letu hili ni rafiki kwa mwananchi, lakini haliko rafiki kwa mtu ambaye ni mtenda maovu. Maana tusije ukasema kwamba ni rafiki kwa kila mtu, hata yule anayetenda maovu. Lakini kazi kubwa ambayo imekuwa ikifanywa na polisi jamii ni kutoa elimu ili watu waweze kujiepusha na matukio haya ya kihalifu. Tumesikia mkoa wetu wa Mwanza unazo kata takriban 191, lakini angalau au kila kata ukienda utakuwa na polisi kata au kuna mkaguzi wa polisi kata. Yote hii ni kusogeza huduma karibu yenu, ili pale kunapokuwa na changamoto tuweze kutoa taarifa na polisi hawa waweze kutusaidia. Ni wajibu wetu sisi wananchi kuhakikisha kwamba hatuwafichi wahalifu, tunawaibua ili sheria ziweze kuchukua mkondo wake kwa wale ambao wanafanya mambo ambayo yako kinyume na jamii. Niwashukuru sana jeshi la polisi kwa maandalizi mazuri ya maadhimisho haya. Mmeyapa hadhi inayostahili. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na kuendelea kutolewa kwa elimu ya ulinzi shirikishi, matukio ya uhalifu hasa mauaji yatokanayo na imani za kishirikina yamepungua. Pia wananchi wamekuwa wakitatuliwa kero za kiusalama na malalamiko kwa wakati katika ngazi ya kata, hali ambayo imeongeza imani ya wananchi kwa jeshi la polisi. Dawati la jinsia na ulinzi wa watoto pia limeendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu kubaini, kuzuia na kupinga na kutofumbia macho vitendo vya ukatili na unyanyasaji dhidi ya wanawake, watoto na wanaume. Elimu hiyo imeongeza uelewa wa jamii, kuchangia kupungua kwa makosa makubwa ikiwepo matukio ya mauaji, mashambulio na vitendo vingine vya ukatili
pamoja na kuimarisha utoaji wa taarifa kwa wakati. Nikiwa kama kiongozi wa sungusungu wa kanda ya Ziwa na Magharibi, kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa ajili ya jeshi la polisi kulingana na kitengo walichoweza kutuletea. Kitengo cha polisi jamii kimeweza kutubadilisha sisi wananchi kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu kipindi cha mwanzo mwananchi yoyote alikuwa hana mahusiano na jeshi la polisi. Akiona polisi yoyote yule ambaye amevaa magwanda ya polisi alikuwa hawezi kumsogelea, akimwona tu anaanza kukimbia. Lakini kwa sasa hivi baada ya kuletwa kikosi cha polisi jamii, wanakaa pamoja na wananchi usiku na mchana, kimewafanya wananchi wote wameweka imani kubwa sana katika kitengo cha polisi wote, na kila mmoja ukimsogelea sasa hivi utamuona ana furaha, akimuona polisi anajua kwamba amemwona ndugu yake, tofauti na zamani. Ndio maana hata sasa hivi tunawaomba jeshi la polisi liendelee kuongezea mahusiano na wananchi pamoja na maelekezo ya jeshi la polisi. Nina imani ya kwamba litawafanya wananchi wataendelea kuwa na maisha bora zaidi katika maisha yao. Na ukiangalia kwa sasa hivi, mara ya kwanza kulikuwa na ukatili ambao ni wa kinyama, wananchi walikuwa wanakatokota mapanga, lakini kwa sasa hivi zoezi la kukatwa mapanga limetoweka ndani ya eneo letu la kanda ya Ziwa. Wananchi wote wanatembea usiku na mchana bila shida ya aina yoyote, kulingana na kikosi cha polisi jamii ndio kimewafanya kikabadilisha maisha ya wananchi.